Wapendwa watazamaji wa Catholic Motion Online TV, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika hii ya pili ya Kwaresma. Ujumbe au dhamira kuu tunayoipata katika Dominika hii ya leo na masomo yetu ni kutii mwito wa Mwenyezi Mungu ili kuishi maisha mapya. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza aya ya 8b hadi ya 10. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 9. Wapendwa, katika somo la kwanza tunamsikia Abraham anayetii mwito wa Mwenyezi Mungu katika namna ambayo ni ya ajabu sana, akiwa na imani na moyo thabiti wa utii. Na Mwenyezi Mungu anabadilisha kabisa maisha ya Abraham, na tunasikia Abraham akipokea maagizo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu ya kutoka katika nchi yake na kuiacha jamaa yake na kwenda mpaka nchi ile atakayoonyeshwa na Mungu, na anatii pasipo shaka wala kuhoji maswali, bali anajikabidhi moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anambariki na kubadilisha kabisa historia ya Abraham. Wapendwa ndugu zangu, utakubaliana na mimi kwamba jambo hili halikuwa jepesi, hasa pale tunapopaswa kuachana na maisha au mambo au watu tuliowazoea kwa muda mrefu. Na hata kwa Abraham, kama tunavyofikiri, haikuwa rahisi, na tunaona analitekeleza jambo hilo katika utii na imani thabiti kwa Mungu, na hatimaye maisha yake yanabadilishwa kabisa. Ndugu zangu, somo hili linatupa fundisho kubwa kuwa kwanza kabisa Mwenyezi Mungu ni mwaminifu daima kwa ahadi zake katika maisha yetu. Tukitaka kuwa na maisha mapya, ni lazima tuwe tayari kuachana na utu wetu wa kale na yale yote ambayo hayaendani na mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana hata katika miito yetu mbalimbali, mfano mwito wa utawa, upadre na hata ndoa, yatulazimu kabisa kuacha baba, mama, ndugu, jamaa na marafiki na kujikatalia yote ili kwenda kuanzisha maisha mapya kabisa yenye muungano wa pekee na Kristo. Hivyo Abraham anatufundisha uthabiti mkuu wa imani na kuamini kabisa katika ahadi za Mwenyezi Mungu na kuwa tayari kutekeleza vema na kwa uaminifu maagizo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kumbe wapendwa, uaminifu na utii kwa Mungu utatuletea baraka, furaha na amani ya kweli. Katika somo la pili, Paulo anamuasa Timotheo kuvumilia naye mateso pamoja na mabaya kwa ajili ya Injili ya Kristo. Paulo anatufundisha kuwa katika kumfuasa Kristo lazima kwanza kukubali kuwa tayari kuyaacha yote ambayo hayaambatani na ufuasi wa Kristo, na tutambue kwamba tutakabiliwa na changamoto nyingi kwa ajili ya jina la Kristo katika mahangaiko ya kubadilisha na kuutoa utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu. Ndiyo maana antifona ya kuingia au ya mwanzo inasema, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta, usinifiche uso wako. Hivyo wapendwa, katika kuutafuta uso wa Bwana lazima kuwa tayari kuvumilia mateso na madhulumu mengi ili tuweze kuutoa utu mpya wa maisha mapya katika Kristo Yesu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 24 unatuambia, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kumbe tukumbuke kwamba katika kipindi hichi cha Kwaresma, lengo kubwa kabisa ni kupiaisha tena maisha yetu, yaani kuachana na yale yote yaliyo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuanza maisha mapya. Katika somo la Injili tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akigeuka sura, uso na nguo zake zikang'aa sana mithili ya ajabu,
na jambo hili linatokea akiwa na Petro, Yakobo na Yohane. Ndugu zangu, katika somo hili la Injili tunayo mengi ya kujifunza. Jambo la kwanza kabisa, Kristo anaudhihirisha utukufu wake, utukufu au hali ambayo tutaipata baada ya kuishi maisha mazuri na mema ya hapa duniani. Ndiyo maana Petro anapagawa na utukufu ule na anamwambia Bwana, ni vema sisi kuwepo mahali hapa na kutaka kujenga vibanda mahali pale ili aendelee kubaki katika hali ile njema. Kwa nini Petro anafikia hali hiyo? Ni kutokana na hali ile njema ya utukufu, hali ya neema aliyoionja kwa muda mfupi akiwa na Yesu. Kumbe inatufundisha kwamba wapendwa, tukiwa na Yesu katika nafsi na mioyo yetu, tutaonja utukufu na furaha za mbinguni angali tukiwa hapa duniani. Jambo la pili tunalojifunza katika somo hili la Injili, Yesu anatufunza kuwa hakuna utukufu bila mateso. Petro alitamani kubaki katika hali ile, lakini haikuwezekana kwa sababu ni lazima kwanza kukamilisha safari yetu ya maisha ya hapa duniani ili baadaye tushirikishwe utukufu ule ambao tumekuwa tukiutamani kwa maisha yote. Kumbe tusikwepe kubeba misalaba yetu katika kumfuasa Kristo, tukijua dhahiri kwamba na tukiwa na tumaini kuu kwamba baada ya safari yetu ya maisha ya hapa duniani tutashiriki utukufu usio na mwisho kwa milele yote mbinguni. Jambo la tatu na la mwisho tunalojifunza katika Injili hii ya leo, Mungu Baba anamdhihirisha mwanaye mpendwa Yesu anayependezwa naye. Hili ni dhihirisho kwamba kuanzia sasa tunapaswa kumsikiliza yeye. Pamoja na hilo, tunaona pia wanatokea Eliya na Musa. Hili linatupa fundisho kwamba sasa wakati wa kuwasikiliza mababu na manabii umefika mwisho, na anayebaki kuwa mwalimu wetu mkuu na ambaye tunapaswa kuiga kutoka kwake ni Yesu Kristo mwenyewe. Katika somo hili ni nafasi pia ya kujitafakari kwamba katika maisha yetu tunamsikiliza nani? Je, sauti inayotuongoza katika kutenda na kuishi kwenye safari yetu ya kila siku ni ya nani? Wapendwa, ni mwaliko wetu kuisikiliza na kuitii sauti ya Mungu ili tuweze kupata mabadiliko chanya katika maisha yetu na kuzingatia kuwa mwito wetu kama Wakristo ni kuufikia uzima wa milele. Tuombe basi neema ya Mwenyezi Mungu hasa katika kipindi hiki maalum sana ili tuweze kufikia lengo letu, yaani kuwa watakatifu baada ya maisha yetu ya hapa duniani. Mwisho, ninawatakieni nyote mwendelezo mwema wa kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kufunga, kusali zaidi, kutoa sadaka na kutenda matendo mema kwa wenzetu, kama ujumbe wa Kwaresma kwa mwaka huu unavyotuasa. Ili kutokana na mazoezi haya ya kiroho na matendo yetu mema tupate neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mwisho wa safari ya maisha yetu ya hapa duniani tuambiwe, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Tumsifu Yesu Kristo.